38. We read in Swahili. I'm going to read also in an English version as I welcome all of us in our today's worship service. We have already done several things. We have sung together. We have worshipped the Lord in another form. We have given our offerings gladly and joyfully. And now to the word of God. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. I'm reading from the New International Version. My Bible says, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Praise the name of the Lord. If you were with us here when we began this month, I promised all of us very well that we shall have an opportunity to hear from the Lord what he says as we wind up the messages on evangelism and missions. Because by next Sunday, as we celebrate our youth, tutakuwa tukisema evangelism missions kwa heri the year 2020. Praise the name of the Lord. And so I promised us very well that today I will finish up with what I called doing our number one work as a Christian, or doing our number one work as Christians. There is the very first work that we need to do as followers of our Lord Jesus Christ. Praise the name of the Lord. When God calls us into his kingdom, Mungu akitupa nafasi ya kukuwa wa Kristo na watenda kazi pamoja naye, kuna kazi ambayo ameipatia nafasi ya kwanza. And that's why, again, I call it our number one work as Christians. Praise the name of the Lord. What is this number one work? You can find it in Matthew 28, 19 and 20, when Jesus turned to his disciples and he said, "Go make disciples of all nations. Enendeni mkafanye mataifa yote wawe wanafunzi wangu." That is number one task. The heartbeat of Jesus ni kwamba followers, believers in Christ Jesus should be making disciples each and every day. Oh, yes. Wao wakigeuza dunia ikimfuata yeye kama wanafunzi wake. That is why even today, the message of today is directed to disciples. On the other hand, I can see these people as disciple makers. Hallelujah. These are men and women who have given their lives to making disciples. Wanaweza badilisha watu na wakawa wanafunzi wa Bwana Yesu. Unajua mwanadamu amepewa uwezo na anaweza fanya mtu awe kitu fulani. Awe mtu mzuri ama awe mtu mbaya. Kwa sababu ndani ya mwanadamu kumepeanwa kitu ingine ambayo kinaitwa kwamba inheritance, whereby you can inherit something from another person. Maneno ambayo unaambiwa, mambo ambayo unashinda ukiona, vitu ambavyo unasikia, they can mold you into a kind of a person ambayo unaweza kuwa kwa dunia hii matokeo ya hiyo kitu. And so, kwa sababu hiyo, mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba yeyote tunakaa naye, yeyote tunatembea karibu na yeye, tumfanye awe mwanafunzi wa Bwana Yesu. Somebody say amen to that. Amen. For us to do this number one work as Christians, the vision of the work is very key. The motivation and even the care of the harvest, very key. You cannot do this work very well if you don't know how to do it. If you don't reorganize yourself how to do it. The Bible says clearly, Jesus had visited so many cities and so many villages. Now in every city and every town and every village Jesus went, he taught the word of the kingdom. Praise the name of the Lord. Akafundisha watu neno la Mungu. Baada ya kufundisha akahubiri. In fact, inaleta the threefold, what we call the threefold definition of Jesus' ministry on earth.
the other day, I was talking about the so-called ministries in this world. And what I was concluding my discussion was simple. Actually, what should be heard in this world, chenye kinatakana kiwe kinasikika dunia hii as a ministry, ni ministry moja tu, ambayo inastahili iwe kiitwa Ministry of Jesus. Yesu ndiye alikuja kuunganisha ile vitu vyote vyenye vilikuwepo vya Mafarisayo, vya Masadukayo, vya waandishi, vya walimu, na yeye akaconclude into one ministry ambayo inaitwa kwamba huduma ya Bwana Yesu. Na hii huduma ya Bwana Yesu ilikuwa na mambo matatu: kufundisha watu. Na ndio naona waliuliza maswali, walimwendea usiku. Nikodemo anamwendea Yesu, anamwambia, mambo haya umesema kwa watu wengi nikisikia, nifundishe niyaelewe. Na Yesu anamfundisha Nikodemo, na Nikodemo anaokoka. Number 2, Jesus was a preacher. Praise the name of Jesus. He preached the good news of our Lord Jesus Christ. In fact, hakuna mhubiri anaweza hubiri kama Bwana Yesu. Kiangalia Matthew chapter 5, 6, 7, inaitwa the Sermon on the Mountain. Yesu anapanda mlimani na anahubiri injili ambayo ni karibu inachukua the whole day. Jesus, the number one preacher. Amen. Above all, he was healing all diseases. Yeah. Hallelujah. Amen. I know Christians today shida zetu nyingi. Ukidanganywa kuja ponyo huku, kuja ponyo huku, kuja ponyo huku, kuja ponyo huku, kuja ponyo. Na kuna wakati mwingine huwa najiuliza, hata sisi wahubiri sometimes, I don't know what is wrong with us. Unaona tunatangaza mkutano na tunasema leteni wagonjwa wote tutawaponya. Hata wafu leta tutafufua. Sasa ingine huwa najiuliza, najaribu kuwa tu logic. Na najiuliza kama kweli mimi nina uwezo wa kufufua kila mtu, ninahitaji kuita watu kwa crusade ndio niwafufue kweli? Si niende tu mochari kama ile referral na nianze kushughulikia maiti, kwa sababu hapo zimejaa sana. Na nianze kusema amka na waamka waende. Kama ni wagonjwa. Now, I don't know how the devil has blinded people's minds to an extent that after sometimes these things do not happen, but we are just blindfolded and thinking zinafanyika. Thinking zinafanyika. I'm not saying Yesu haponyi watu, anaponya watu, but come out of exaggerations. The ministry of Jesus ndio peke yake ilikuwa inaponya watu wote. Na kila wakati kama tunataka uponyaji, hata mimi mhubiri, I cannot heal any person. But Jesus who is in me heals people. And that's why unaona Peter and John wakipata kiwete, hawasemi amuka na utembee. Wanasema fedha na dhahabu hatuna, lakini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na ya Mungu, rise up and walk. And the Bible says the lame walked. Tokeni kwa propaganda zenye hazieleweki hizi, zenye watu wananywesha nyinyi glucose, wananywesha nyinyi mafuta taa, wanaletako mafuta maji ya sosiani, wanasema walitoa siji Israeli ati ndia Jordan, no najiweka tu. Hata kuna wengine anatembeana na hizo vitu wamefunga kwa mwili, ati waliambiwa hii. Someone was saying about the Noah of Ark. The Ark of Noah, you know the Noah of Noah. Unajua safina ya Noah baada ya gharika ilibaki. Lakini inasemekana safina, mbao za safina ziko duniani yote. Hata hapa Kenya ziko. Yaani watu walianza tu janja ingine ya kuendaka tu hiyo safina, wanavunjako kipande wanapeleka Kenya, wanavunjako wanapeleka Israeli, wanavunjako wanapeleka Egypt, wanavunja wanapeleka Turkey, wanavunja hadi hiyo kitu iko all over the world. Sasa kama ulivunjako kipande, unachunyanga watu kidogo, hii inaitwa ya safina. Ukitembeanga nayo kwa mfuko, yani neema imejaa tu kwako. Na zinasemekana hata hapa Kenya ziko. Hata pengine hapa Glory ziko, unajua ni siri yako wewe niambia. Mbao haiwezi kukuponya. Kilichoponya Nuhu ni neema ya Mungu na kumwamini Mungu na kumtii Mungu kutengeneza safina. Hiyo ndio ilifanya Noa na nyumba yake wakawa salama. Sio kutembea na miti na mbao kwa mifuko wapendwa. Praise the name of Jesus.
Ninamaliza the year 2020 evangelism missions. Elewa mapenzi na makusudi ya Bwana Yesu. The Bible says Yesu alipoangalia watu akashikwa na huruma. And the compassion that is said here ni kwamba hata machozi yalimtoka Yesu. Huzuni ilimtoka. Alipoangalia watu wakihangaika, wakiteseka, helpless, dini haziwasaidii. Wale ambao wanastahili kuonyesha njia wasaidii. The Bible says Jesus was moved with compassion. Like Ezekiel 34, where the Bible says, God himself says, nitaleta wachungaji wangu, nitaleta viongozi wangu. That is what Jesus saw. And what did Jesus say? Allow me to show you this once again in Swahili. 36 alipoona makutano akawahurumia. Verse 37. Ndipo akawaambia wanafunzi wake, and you are the right person in that position. Hii si message ya kila mtu. Kwa njia nyingine, kama Yesu angekuwa hapa angesema, nikawaambia washirika wa Glory Baptist Church. Praise the name of Jesus. Hii sasa ikakuja specifically kwa wanafunzi wake. Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Na kwa sababu hiyo, muombeni Bwana wa mavuno ili apeleke watenda kazi katika shamba la mavuno. Hii haikuwa ngano wapendwa. Si mahindi yenye ilikuwa inaharibika. Lakini ni maisha ya watu. Jinsi alikuwa anakaa. Ndio Yesu akasema hii maneno, nimeona solution liko. Now, for us to do the first work that we are called to do, 3 things are very key. Number 1, the vision of the work. Praise the name of the Lord. The vision of the work. As a follower and a disciple of Jesus, maono ya kazi ni very key. Tunaweza imba make disciples. We can preach about making disciples. We can even teach you in schools and in classes on how to make disciples. But when you make a step out there, you do not make disciples. The reason behind that, Jesus was saying, for you to make sure this number 1 task is well accomplished, the vision of the work is very key. The Bible says, where there is no vision, people perish. Maono ni very key kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inanikumbusha mimi huendesha gari. Na raha ya dereva akiendesha gari akienda safari. Kwa mfano nikiondoka hapa nimepanga kwamba ninataka nifike Nakuru. Furaha ya dereva inakuanga Nakuru wapi? Where is your destination? Unaenda Nakuru wapi? Na nikishajua naenda Nakuru kesho, ninajua what it means to travel to Nakuru tomorrow. I must make sure my car iko sawa. I must make sure kama ni gas iko nayo. Everything is well set. Na ukiniona nikichomoka Eldoret naenda Nakuru, wachana na story Eldoret. Kabla hata gari na mimi mwenyewe fika Nakuru, nilienda Nakuru kitambo sana. Na hata sometimes ninapitanga tu hapa Timboroa, na already ninaona penye naenda Nakuru. It is already with me. Kanisa hili hamjabarikiwa kuwa na mapilots. That is how pilots do their work up there. Rubani ndege kiamka tu hapa Eldoret airport. Yeye mambo Eldoret hakuna. Chenye anaona sasa ni Nairobi, Jomo Kenyatta ama Wilson Airport penye anaenda kutua. Na mipango yake na hata wafanyikazi wanageuza mambo ya rada yote ina transfer from this way to there. And now the plan is to go there. That is how they do the work. Na kwa njia nyingine hiyo ndio kitu kinaitwa maono. Hauwezi ukaenda popote pasipokuwa na maono ya hii kazi ambayo Bwana Yesu amekuitia. We are doing what we are doing because of the vision. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. What is a vision? The best that I could give out about the vision, nilisema kwamba vision is the ability to see beyond human experience. You will not find it anywhere. This is mine. When I was praying and preparing this, I saw that vision is the ability to see beyond human experience. You can be here, but you are seeing somewhere. Hallelujah. Human experience as a result
of God's grace and trust in him. Ungesikia hiyo ungesema ameni mzuri sana. Kwa sababu hii hata ukitafuta kwa waandishi wa vitabu wenye wameandika mambo ya vision, there is a possibility huwezi kuipata. It's not a copy from anyone. The ability to see beyond human experience as a result of God's grace and trust in him. Someone called this, nilisikia mtu mwingine akisema, God, give me an idea. Hallelujah. An idea. Na unajua maisha mengi yanatatizika kwa sababu ya lack of an idea. Na nimeshangaa, Mkristo, elewa hii siri. Whenever you have an idea, God will always back you. And as long as it is an idea that bringeth glory and honor to him. Amen. The Lord will back it. Oh, he will always back it up. He will always support it. And I'm imagining ile Mungu mwenyewe anaisupport, anaiback up. He comes with all the heavenly glory to make sure it is achieved. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Pharisees were there, full of blasphemy, full of mambo ya kugawanya watu na kusema hawa ni wanafaa na hawa wafai. Hawa ni wa kabila hii na kabila hii. Walikuwa hata wanatumikia shetani pasipo kujua wanatumikia shetani. Jesus comes in and he says, what you need is a vision. The vision of the work is very important. Matthew chapter 4 verse 23 defines again the ministry of our Lord Jesus Christ. Jesus had a vision, and that's why he accomplished his ministry. Amen. Praise the name of the Lord. Na anataka hata sisi tuwe na maono. Unapokuwa kama Mkristo uwe na maono. Unataka uende wapi? Ungependa familia yako iende wapi? Ungependa nini ifanyike? Bwana Yesu asifiwe. Ungetaka watoto wako wakae namna gani? Without a vision. Na sana ninaona watu wa Kristo tunachanganyikiwa. Tunakimbia sana kwa maono ya dunia na baadaye inatufeli. Wale umeokoka, kuwa na ndoto ya kumuishia Mwenyezi Mungu. Yesu anasema tafuta ufalme wake na haki yake, na haya mambo mengine atawaongezea. Did you hear that? Yes. Praise the name of Jesus. Amen. Don't apana toka kwa mpangilio. Wewe unaanza kusema, ninalenga. Nataka huyu mtoto sijui nini, nalenga sijui mzee nini. Tunaelekea miezi ya vijana. Lenga vijana wetu wamjue Mwenyezi Mungu. Yeah. Wakimjua Mwenyezi Mungu vizuri, Mwenyezi Mungu atawasaidia. By the way, nani anajua the inner position ya huyu mtoto, ya huyu kijana? Nani anajua huyu mtu ana uwezo wa kufanya nini? Mungu peke yake. Anaitwa kwamba master planner and master creator. Yeye ndiye anajua, hata si wewe. Si wewe hujui, but God knows better. So, have the dreams, have the desires, but allow God to take number one in our lives. And the other things ataweka kama kiongezo. Hallelujah. Hata kuongezea. Anajua, amefundisha maneno katika Mathayo 6. Anajua unahitaji kula, unahitaji kuvaa, unahitaji kusoma, unahitaji matibabu. He knows all this. Bwana anasema tusijisumbue na hayo yote. Tumtafute Mungu na haki yake, na hivi vingine atuongezee katika jina la Yesu. Understand your position, get hold of your vision and march forward. What vision do you have with the word ambayo Mungu amekupa? Mungu amekupa watu, Mungu amekupa kijiji, Mungu amekupa nchi, Mungu amekupa dunia. What vision do you have with all those that are around you? Kama Mkristo, kama unapeleka mambo mengine, that is all. Peleka the faith and trust in God. Wiki hii nimepata testimony ya vijana ya our sons ambao walipoenda kwa fellowship yao, and one man gave his life to Jesus. Hiyo ndio disciple making inazungumzia. Praise the name of the Lord. Amen. God turned the world wafanane kama Yesu. Kwa sababu mtu bila Yesu ako helpless. Mtu bila Yesu hana mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wetu tumewafundisha hapa wiki imepita, tukaambia kijana hata uwe na elimu minus Jesus Christ as Lord and Savior, elimu hiyo itakusumbua. Itakupeleka kwa baa, itakupeleka kwa wizi, itakupeleka kwa uharibifu. Lakini Yesu akiwa ndani mwako, na elimu ikuje ndani, I assure you, you stand to be a very good person today and even in the future. Bwana majesha yeye.
What vision do you have? Hiyo dunia yako unapanda nini? Kuna wengine wanakuta kwa dunia ile ndogo wanapanda vita, wanapanda chuki, wanapanda maneno yasiyo na maana. Watu wazuri wanapanda ukabila ndani. Watu wasio na ambao wanaweza kufanya vitu na unawabagua. Unapanda nini? It depends on the vision that God has given. Inanirudisha kwa walimu. Nashukuru sana kwa transformation yenye iko katika teaching fraternity today. Walimu waliotufundisha sisi zamani, walimu they were masters. Mwalimu akipita kwa barabara, simama attention, apite. Na hata ukitaka upone, ingia kwa nyasi. Kwa sababu watu muonane na mwalimu uso kwa uso hivi, vipogo utakula mande kwa shule. Know how to work. Na walitutusi kwa shule throughout. Ng'ombe wewe. Nini wewe? Na nini wewe? Paka ukitembea kwa barabara unajiulizanga, mimi wa miguu mbili naweza kuaje tena wa miguu minne? But I thank God Jesus has saved us. Na wokovu wa Yesu umetufanya tunajulikana ni wana wa Mwenyezi Mungu. Please, kama wewe ni mwalimu, I'm not saying about you. I'm saying mwalimu wetu. Na nafikiri walikufa wengine na kama wangali hai ni wachache. Na wameokoka wengine. Na tunashukuru Mungu. But please, vision. Ukiwa na maono mzuri, you cannot panda hayo majina kwa watu. Utawakumbusha kwamba ni waajabu, ni watu wa baraka, ni watu wa muhimu. Praise the name of the Lord. Amen. That is the society that we live. Society ambayo ito fruitful. What vision do you have with the work God has given you? Secondly, the motivation of the work. Very key. Actually, the word motivation comes from the word motive. That's the action part of it. Motivation, that which causes one to act. That is what we call a motivation. Something that causes one to act. If you read verse 36, the Bible says Jesus was moved with compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. What is this? I want you to give you a secret. Jesus' ministry, the motivation behind everything that Jesus did was called compassion. Hallelujah. Jesus was moved with compassion. Jesus was motivated throughout his ministry by the move, the compassion of God. He gave his life because of his compassion. The death on the cross was not because Jesus chose to die on the cross, but because he was moved with compassion to save humankind. He went on the cross. Even when he had traveled and preached all day, he did not throw away people like this time round. Ametoka safari, amehubiri, amefundisha, amewaponya wagonjwa. The compassion still moves Jesus to turn on the disciples na kuambia kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ndio wachache. What moved Jesus to do his work was compassion. What does this mean? This one means, if you look in Matthew chapter 6, we can turn there shortly, 6:34. Hapo nyuma to Matthew 6, you can turn one page. It's just next, verse 6:34. I've read this and I want you to see what I'm saying. That verse says, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. On the other hand, najua, sana chenye huwa kinasukuma sisi wanadamu ni wasiwasi na mashaka ya mambo yenye yapo. We should not be driven that way. Like Jesus Christ, allow the motivation to be the compassion. Praise the name of the Lord. Wakati unasongeshwa na ile huruma ya Mwenyezi Mungu, unaona kwamba ni Mungu anakuwezesha, na upendo wa Mungu ndani ya maisha yako, utasaidia mtu. Bwana majeshi asifiwe. Utainua maisha ya mtu mwenye yako chini. Utaguza maisha ya mtu mwenye anataka kusaidika. Kwa sababu kanisa niseme hivi, watu huku nje wanahitaji kusaidiwa. Like our Senate today, what does it need? It needs the wisdom from God to help the politicians. And you will go for them. You cannot go for them. And you cannot help this nation if your motivation is another thing. Compassion will move you to pray. Praise the name of the Lord. Compassion will move you to talk to someone. Jesus was motivated.
by compassion. I don't know, sometimes wakati unajikuta kwamba wewe unaweza tembea vizuri, unaweza ongea vizuri, unaweza ingiza sengine mkono wako kwa mfuko ukapata 10 shillings, unaweza kula kitu. How do you think about mtu hapo ulimwengu kama huu? Hata the 10 shillings coin kwa mfuko hakuna. Unajua, sometimes we are tempted to think, wewe ukiwa umesoma, watu wote wamesoma. Hata taifa hili kuna mtu hajakanyaga shule. We are tempted to think, that is why unaona you can cook food and even throw it outside on the road. Kwa sababu you don't know ya kwamba you are tempted to think duniani hapo tu. Ndio Yesu akasema kwamba msijisumbue. Mtu wa maono na mtu ambaye ana compassion ya Mungu huwa anaona mbali. Hata kabla ale chakula anasema, Father in heaven, ninakushukuru. Ninajua kuna mtu hana kipande ama kikombe cha uji ambacho mimi niko nacho sasa hivi. Umkumbuke na ninakunywa hiki changu kwa shukrani. Atakunywa kwa shukrani. Hii malalamiko na manunguniko unajua yanatokana na nini? What is this? To do what we are supposed to do. To do the number one work of our Lord Jesus Christ. The motivation should be compassion. Na sio compassion ya ukabila ya ukoo, compassion ya Mwenyezi Mungu. Fungua moyo wako. Bwana weke huruma ya kweli ndani mwako. Utatembea kwa shukrani, utafanya mambo kwa shukrani, utafanya kwa unyenyekevu na utafanya kwa kumpenda Mungu. Hallelujah. When Jesus even landed on the and saw people, crowds wamekaa pamoja wanasumbukana wakiwa katika nafasi ya mahangaiko, the compassion moved Jesus. And Jesus said, because of this, then one work has to be done. That is why Yesu aliwawekea wagonjwa. By the way, moja magonjwa yaliyokuwepo siku hiyo yalikuwa hatari. Magonjwa kama ya ukoma, yenye hata uwezi wekea mtu mkono. Wacha hii corona hii unasema iko na hata ujui iko wapi. Ile ilikuwa unaangalia tu mtu. Nimeshaona mtu wa ukoma mmoja sehemu za kule Kilifi, Mombasa. Idea siku moja kakambi kako hapo chini na wale. Mtu wa ukoma ukimwona tu hivi unasikia tu hata sitaki kukaribia. Unaona tu ni shida juu ya shida. They are there. But Jesus moved with compassion. Angelienda hata kwa mtu huyu mwenye amekataliwa. Mafarisayo na Masadukayo wamesema atengwe, na anasema pona, hata wewe ni uzao wa Ibrahimu. Oh yes. That is what he did to Zacchaeus. Praise the name of Jesus. Zakayo anajifanya ni mtoza ushuru, yeye anaokota pesa. By the way, hao ndio walikuwa jamaa wa pesa, kuokota ovyo ovyo kila mahali. Zacchaeus was rich. Alikuwa tajiri. Mtu gani ambaye anaweza okoka na asema kwamba kuanzia leo ninarudishia kila mtu mwenye nimenyang'anya mara 4? Unajua ukisema hivi hata wenye huku nyang'anya watakuja. But Zakayo alikuwa tayari, mimi nitarudisha. Zakayo was rich. But see the situation Zacchaeus was in. Hata akiwa tajiri, hata ameandikwa kama clerk wa kuokota pesa na ushuru wa serikali. Huyo ni accountant mzima. But Zacchaeus had a problem. The problem was in his heart. Ndiye akisikia huyu mtu anasemaga Yesu anapita hapa, anapanda bila kujua ni mzee mwenye astahili kupanda juu ya miti, na anaenda juu ya mti, anasema ni muone. Jesus when he arrives there anasema wow, nimemuona mtu, na anasema shuka, na anaenda naye anakula chakula kwake. The Pharisees and teachers of the law anasema muone.